Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila, lakini tambue kamati ya amani iliyoko hapa, nitambue kamati ya siasa ya mkoa pamoja na wilaya zote zilizoko hapa, lakini tambue waheshimiwa wakuu wetu wa wilaya, makamisa wetu wote, lakini tambue waheshimiwa wabunge walioko hapa pamoja nasi, lakini tambue uwepo wa waheshimiwa mamea wa mkoa huu wa Dar es Salaam ambao wako hapa, na namuona ndugu yangu Baba Kaila pamoja na Mlaki, vijana wachapakazi kabisa. Lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya jumuiya zote tatu walioko hapa, naomba nitambue uwepo wenu. Lakini pia viongozi wa chama ngazi ya kata, matawi pamoja na mashina na mabalozi wetu, natambua uwepo wenu viongozi wote ambao tuko pamoja hapa. Lakini tambue uwepo wa wenye viti wa serikali za mitaa na waheshimiwa madiwani wa kata zetu zote ambao tuko nao humu ndani. Nitambue uwepo wa vijana wetu wa hamasa, lakini nitambue vyombo vya habari ambavyo viko pamoja nasi. Itoshe tu kusema asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, nitumie kwanza fursa hii kwa dhati ya moyo wangu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu ambaye ametujalia uzima na afya tumekutana siku ya leo. Ninatambua wapo wenzetu wengi walitamani tuwe pamoja nao, lakini kulingana na majukumu na changamoto mbalimbali hawajaweza kufika. Jambo la kwanza, nianze kwa pongezi na shukurani. Ninapenda nitumie fursa hii kupongeza uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zake zote kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya ndani ya chama chetu. Kwanza kwa kuweza kukijenga Chama cha Mapinduzi katika maeneo yenu, hongereni sana. Lakini jambo la pili, niwapongeze kwa ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Naomba wote niwape hongera hizo. Kazi kubwa mliifanya, mabalozi, viongozi wa kata, wilaya mpaka mkoa. Hongereni sana viongozi wenzetu. Lakini nitumie fursa hii kupongeza uongozi wa mkoa kwa maana ya serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Albert Chalamila pamoja na wasaidizi wake wote kwa kuweza kusimamia utekelezaji wa ilani ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Mungu awabariki sana viongozi wetu wa serikali. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza jumuiya za Chama cha Mapinduzi. UWT moto moto, vijana viva, vijana viva, wazazi uchungu wa mwana, pamoja na vijana wa hamasa. Hamasa hamasa ra. Makundi haya na jumuiya hizi za chama zimefanya kazi kubwa ya kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinazidi kuwa imara. Naomba mjipigie makofi mengi. Lakini tumie fursa hii kuwapongeza viongozi wetu wa dini na kamati ya amani kwa kuendelea kuombea taifa letu lizidi kuwa na amani, umoja, upendo na mshikamano. Tunawashukuru sana viongozi wetu wa dini na kamati ya amani ya mkoa pamoja na wilaya zake. Lakini nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge, madiwani na mamea waliochaguliwa
kwa kuweza kupata ushindi mkubwa. Hongereni sana viongozi wetu ambao mmechaguliwa. Leo tumekutana, moja ni kujitambulisha kwenu kama mlezi wenu wa mkoa wa Dar es Salaam. Naamini mmenipokea. Hodi Dar es Salaam. Mmenipokea? Wangapi mnasema mwenezi karibu Dar es Salaam? Punga mkono juu namna hii. Dar es Salaam hoye! Dr. Samia hoye! Ng'ara CCM ng'ara! Wataweza kweli? Baada ya jambo hilo, ninaomba niseme mambo kadhaa baada ya kuja kujitambulisha. Nikiwa katibu wa neki itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, nitumie pia fursa hii kuwapongeza katika kipindi cha kampeni. Chama cha Mapinduzi kilifanya kampeni za kistaarabu, kampeni zilizojali utu wa mtu, na hatukuwa na maneno ya kashfa katika kampeni zetu, na hii inatofautisha Chama cha Mapinduzi na vyama vingine katika mustakabali wa heshima na uadilifu kwa wananchi wake. CCM oyee! Hivyo uchaguzi wetu ambao umefanyika 29 Oktoba ndani ya taifa hili umefanya nini? Umekwisha. Kazi iliyopo mbele yetu, viongozi wa chama pamoja na wanachama, ni kwenda kukijenga Chama cha Mapinduzi, ni kwenda kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ni kwenda kuhakikisha kila jambo ambalo mgombea wetu wa urais alinadi katika uchaguzi mkuu katika kipindi anaomba kura linakwenda kukamilika. Na twende tukaanze na zile siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aliahidi mambo na tumeona yameshaanza kutekelezwa, ikiwemo utolewaji wa ajira 12,000 za afya pamoja na walimu. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo la pili, serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, viongozi mlioko hapa, nyie wote ni mashahidi. Mwenye macho haambiwi nini? Na mwenye masikio haambiwi nini? Kazi kubwa imefanyika ndani ya taifa letu, na Chama cha Mapinduzi kimefanya mengi makubwa ya kihistoria, lakini wapo baadhi ya watu kwa maksudi wanaamua kubeza na kufifisha jitihada hizo. Viongozi wa chama, twendeni tukawaambie Watanzania nini serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya katika nchi hii. Mtakumbuka hapa serikali ilikuwa inajenga mradi mkubwa sana wa umeme pale Rufiji wa trilioni 6 na bilioni 500, mradi ambao utazalisha umeme megawati 2115. Niwaulize hapa, mradi ule ndugu zangu umekamilika au hujakamilika? Ni kazi ya chama gani? Reli ya kisasa trilioni 7 na bilioni 200, reli imeisha haijaisha? Treni tunapanda hatupandi? Piga makofi mengi kwa CCM. Lakini hapa Dar es Salaam leo ninapozungumza, kila sehemu barabara zinajengwa, miundombinu inajengwa, mashule yanajengwa nchi nzima. Hii ni kazi ambayo inafanywa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo anapotokea mtu kwa makusudi akaamua kupotosha, twendeni tukawaambie watu ukweli, tusikae kimya. Tukikaa kimya maana yake tunakubaliana na upotoshaji unaofanywa, kitu ambacho ni dhambi. Chama hiki hapa leo tumekutana, viongozi mko hapa. Ninaomba kila kiongozi aliyopo humu ndani anyanyue mkono namna hii kwa ngazi yoyote. Kama ni kiongozi wa chama, punga mkono juu namna hii. Ukumbi mzima mmejaa wenyewe hapa. Uongo kweli? CCM oye! Heshima ambazo
ambazo tumezipata ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi. Tumekaa humu ndani kwa sababu tumepata nafasi ya kwenda kutoa utumishi ndani ya chama hiki. Hivyo kila mmoja ana wajibu wa kukitendea haki chama na kutendea haki nafasi ambayo yuko nao. Au nyinyi mnasemaje? Wangapi tunakubaliana punga mkono juu namna hii? CCM oye! Kwa hiyo hapa ndani tuna viongozi wa chama. Hapa ndani tuna watu wanaokijua chama. Hapa ndani tuna watu wanajua nini serikali ya CCM imefanya. Hivyo twendeni tukayatafsiri maono, kazi ambayo imefanywa na chama chetu kwa umma wa Watanzania waweze kujua chama chao kimefanya nini. Katika kata zenu kuna shule zimejengwa mpya, kuna zahanati mpya, kuna lami mpya. Uongo kweli? Wananchi wakafahamishwe, wananchi waambiwe, wajue nini chama kimefanya ndani ya taifa letu. Na hii kazi inayofanyika hapa Dar es Salaam ndio kazi ambayo inafanyika nchi nzima. Kila wilaya, kila tarafa, kila kata, kila mkoa, watu wako bize na kuchapa kazi ya maendeleo. Leo tumekaa humu ndani, tuna utulivu, na wengine naona mnajipepea joto kidogo kwa sababu Dar es Salaam ina amani, Tanzania ina amani. Piga makofi kwa CCM. Kuna baadhi ya mataifa hawakai tulivyokaa sisi leo. Uongo kweli? Tusipoteze tunu ya amani ambayo tuko nayo. Hili jambo ni jambo la muhimu sana. Lakini jambo lingine, kuonyesha nchi yetu inapiga hatua ya maendeleo. Mpaka Umoja wa Afrika katika ripoti walioitoa wamethibitisha kwamba katika nchi za East Africa, nchi inayoongoza kwa ukuaji wa uchumi ni Tanzania. Watanzania jipongezeni kwa kazi kubwa ambayo taifa letu linapiga. Naomba niwaambie ndugu zangu, awali nimesema katika siku 100 za ahadi za Mheshimiwa Rais zimeanza kutekelezwa na kwenda kufanya kazi. Wakati Mheshimiwa Rais anahutubia bunge alisema kwamba anakwenda kuanzisha wizara maalum ya vijana ambayo itakwenda kutoa majawabu kwa vijana. Wizara hiyo imeundwa, haijaundwa? Maana yake chama kikitamka kinakwenda kutekeleza. Niwaombe vijana mlioko hapa, tunayo wizara yetu maalum. Twendeni tupeleke ushauri wetu, maoni yetu, matamanio yetu, nini tunahitaji ndani ya wizara husika, yaende yakafanyiwe kazi. Na ninaamini chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tutaenda kuona mageuzi makubwa ya kimifumo kwa vijana wetu, na vijana mtakwenda kunufaika na matunda ya taifa letu. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Jambo lingine ninapenda kusema, Chama cha Mapinduzi ni chama cha Watanzania wote. Chama hiki sio chama cha watu fulani. Chama hiki yoyote anaweza kuwa kiongozi bila kuangalia anatoka wapi, ni kabila gani, ni rangi gani. Uongo kweli, wana Dar es Salaam? Na ndio maana leo Chama cha Mapinduzi kinaongozwa na watu wa kila aina, na chama hiki kinatoa fursa sawa kwa watu wote bila ubaguzi. Na nyinyi ni mashahidi. Wazee wanapata nafasi, kina mama wanapata nafasi, kina baba wanapata nafasi, mpaka vijana wanapata nini? Nafasi. Ndio maana leo tunaye mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam, Comrade Sheta hapa ni kijana. Mpigieni makofi kijana wenu, watu wa Dar es Salaam. Tunaye Comrade Mlaki yuko hapa, naye ni kijana mdogo kabisa, piga makofi mengi. Lakini tunaye Mleki mzee Msengi, huyu ni mzee na yeye mpigieni makofi. Tunaye mwanamama Angela Kairuki, pigieni makofi, waziri yuko hapa. Hii inathibitisha pasi na shaka kwamba chama hiki kinatoa fursa sawa kwa Watanzania wote. Lakini tunaye mwenyekiti wa vijana wa mkoa huu, Comrade Nasra
sijui yuko wapi, nilimuona pale, ni binti na ni kijana, mpigieni makofi. Nasra Mohamed, CCM oye! Maana yetu ni kwamba chama hiki ni cha kila mmoja. Chama hiki wanaposema CCM ina wenyewe ndio Watanzania wote, kwamba yoyote anaweza kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ukilinganisha vyama vingine, ukivichambua katika renki yake, unakuta vyama vimejigawa katika ukanda kwa 100%. Mwenyekiti anatokea hapa, makamu wake anatokea hapa, katibu mkuu anatokea hapo. Ukifuatilia historia, wote wanatokea upande mmoja. Hii ni chama au ni familia? Chama cha Mapinduzi ndio chama kinacholinda muungano wa taifa letu. Ni chama ambacho kinahubiri demokrasia ya kweli ndani ya taifa hili. Na ndio chama hiki cha Mapinduzi mwaka 92 kiliruhusu mfumo wa vyama vingi, ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunapoongelea CCM, tunaongelea baba wa demokrasia ndani ya taifa la Tanzania. Na viongozi wenzangu, kipongezeni chama chenu kwa kusimamia misingi hiyo. CCM oye! Hivyo niendelee kuwasisitiza na kuwaomba kwa heshima na unyenyekevu mkubwa viongozi wa chama ngazi ya mkoa, wilaya, jumuiya zote, kata, matawi pamoja na mashina, chama chetu hiki cha Mapinduzi tuendelee kuitenda kazi ya chama kwa uaminifu, kwa uzalendo na uadilifu wa hali ya juu. Chama hiki kimebeba matumaini ya Watanzania walio wengi. Watanzania wakiangalia CCM wanaona hatima bora ya kesho yao. Taifa hili lilikotoka wazee wetu mnajua, lilipo vijana mnajua, na linapokwenda kizazi kijacho kinafahamu. Wakati wa Mwalimu Nyerere hatukuwa na maendeleo tuliyokuwa nayo leo. Wakati wa Mzee Mwinyi hatukuwa na maendeleo tuliyokuwa nayo leo. Wakati wa Mzee Mkapa, Mzee Kikwete, Mzee Magufuli, mpaka leo Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaona hatua kubwa imepigwa ya maendeleo. Hii ni kazi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo akisimama mtu awaye yeyote akakibeza chama chenu, msikubali. Wakumbusheni historia, Tanzania imetoka wapi, imepitia nini mpaka leo tuko hapa. Hatukuwa na reli ya kisasa, hatukuwa na mradi mkubwa wa umeme, hatukuwa na shule na watoto wetu walikuwa wanakaa chini, hata madawati baadhi ya maeneo yalikuwa ni changamoto. Huduma za afya zilikuwa haziridhishi, lakini awamu kwa awamu kila kiongozi ametimiza wajibu wake. Awamu ya kwanza imeweka msingi, awamu ya pili imeanza kunyanyua kuta, awamu ya tatu ikaanza kupaua, awamu ya 4 ikanunua furniture, awamu ya 5 ikafanya makarabati, awamu ya 6 inaendelea kupaka rangi na kujenga majengo mapya ya nyumba yetu ambayo iko ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Asikwambie mtu kwamba chama hiki hakijafanya kitu, msikubali. Wa kuisemea CCM ni wewe na mimi na Watanzania wanajua. Viongozi wa chama hatuna sababu ya kuogopa. Hatuna sababu ya kuwa na taharuki. Wenzetu wanatumia kila mbinu, wanaitafuta dola. Wameshindwa kwenye sanduku la kura, wanataka kuleta uchochezi wa vurugu. Tusikubali. Tulinde nchi hii. Amani ikitoweka, tunaoumia ni wengi. Kila mmoja ana wajibu wa kulinda nchi hii. Ninapohitimisha nitasema baadhi ya mambo machache. Hivyo niwaombe viongozi wa chama, wenye viti wa kata na makatibu kata na wenezi wa kata, naomba msimame mlioko humu ndani. Wenye viti wa kata wote simameni, makatibu kata wote pia simameni, na wenezi wa kata wote naomba msimame mlioko humu ndani wa Chama cha Mapinduzi. Mkiwa mmesimama hivyo hivyo,
naomba viongozi wa jumuiya wote walioko humu ndani wasimame, wote wa jumuiya, ngazi zote, mkoa mpaka matawi kule, tusimame. Tukiwa tumesimama hivyo hivyo, niombe mabalozi wetu wote